ndani yako. Unaweza ukaona kwamba umeamua kitu ambacho ni sahihi, kumbe sio sahihi. Ni vita ambayo imekaa katika eneo la maamuzi, inakupelekea kuamua jambo ambalo sio sahihi, na jambo ambalo litakunyumbisha kiuchumi na litakutoa katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu zaidi wameamua kuacha kazi, hawakujua kwamba ni vita ya kuinuka kwao. Kuna watu leo wameamua kuacha familia, hawakujua kwamba ni vita vya kuinuka kwao. Kuna watu walikataa hotuba zao kwa sababu ya hali ya kimaisha, hawakujua kwamba ni vita ya kuinuka kwao. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa basi, kuna vita vya maamuzi. Unaweza ukaamua ukasema umeamua sahihi, kumbe haujaamua sahihi. Tanzania yetu inasumbuliwa katika eneo la uongozi, hasa katika vita vya maamuzi. Maamuzi yanapokuwa mabaya, kila kitu kinayumba. Baba wa familia atakapokuwa na maamuzi mabaya, familia nzima itayumba. Mama wa familia atakapokuwa na maamuzi mabaya, familia nzima itayumba. Sasa basi, kuinuka kwa mtu yoyote unategemea maamuzi, na shetani ameenda ameketi katika eneo la maamuzi. Samson anaamua, anamkataa mwanamke ambaye amepewa na wazazi, anaamua kwenda kwa Delila. Anashindana na vita vya kimawazo, anashindana na vita vya kuamua, na alikwenda kwa Delila akaona mambo ni magumu. Aliporudi kule akakuta tayari milango ya ndoa imefungwa. Vita vya kimaamuzi. Mwanaume anaweza kaamua ndani ya nyumba kwa sababu yeye ni mwanaume, na maamuzi yake yakapelekea familia kugawanyika. Mama anaweza kaamua ndani ya nyumba kwa sababu yeye ndiye anajua watoto, akapelekea matabaka ndani ya familia. Wakaweka watoto wa baba, wakaweka watoto wa mama. Watoto wao wanamsikiliza mama, hawamsikilizi baba. Watoto wao wanamsikiliza baba, hawamsikilizi mama, kwa sababu ya vita vya kimaamuzi ambavyo vinaendelea ndani ya hiyo familia kati ya wazazi wawili. Vita hivyo vinaweza kukapelekea familia kuwa na umoja au familia kugawanyika. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Katika Agano la Kale, wafalme walipokuwa wanataka kuelekea vitani, walikuwa kwanza wanamuuliza Mungu, twende tutashinda au tusiende? Yale maamuzi ambayo Mungu atayatoa wanayabeba, wanaenda nayo vitani, ya kwamba nenda utashinda. Hata kama jeshi liko maelfu kwa maelfu, wanaamini ya kwamba sisi tunaenda na pia tunakuja na ushindi. Angalia kwa Gideoni, anapunguza wanajeshi wote mpaka wamebaki 500, na anaenda kwenye vita anashinda, kwa sababu maamuzi yake yaliketi katika ushindi. Baada tu ya kupata goaeni kutoka kwa Mungu, nenda utashinda. Vita vya maamuzi vimekaa katika biashara. Una biashara mbili, unajiuliza ufanye biashara gani na unaenda kutoa. Vita vya maamuzi vimekaa katika kazi. Kuna kazi mbili, ni kazi ipi ambayo utaweza kwenda kuifanya ikutoe mahali hapo ulipo kwenda mahali pengine, na shetani ameketi katika maamuzi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kila mtu katika maisha anapata jambo. Kila mtu anakutana na sahihi na ambacho sio sahihi. Hata wewe hapo, yuko mtu ambaye unamtegemea na yuko mtu ambaye unamwangalia. Wako hao wawili. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na ndio maana unapozaliwa na mama na baba, katika ukuaji wako unampata mtu ambaye anakutiriki kama mama, anakutiriki kama baba. Sijui umeelewa vizuri? Amen. Kuna mtu anakupenda kama jinsi ambavyo mama yako anakupenda, na kuna mtu anakupenda kama jinsi ambavyo baba yako anakupenda. Kuna wakati unasema, napomwangalia mama huyu na namuona kama mama yangu, napomwangalia baba huyu namuona kama baba yangu, napomwangalia mtoto huyu namuona kama mwanangu, kwa sababu kila mtu lazima atakutana na vitu hivi viwili ili vipe maamuzi. Bwana Yesu asifiwe sana.
Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Umekaa hapo ukisema ninataka kuoa, watatokea mabinti hapa. Na wote ukiwaangalia unachanganyikiwa, unasema sijui ndo huyu. Sijui ndo huyu. Umekaa hapo unataka kuolewa, watatokea wanaume hao. Vita vya kimaamuzi vimebeba hatima ya mtu kuinuka au kutokuinuka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amina. Vita vya matumizi. Kuna vita vya matumizi. Vyote ni aina ya vita. Mungu anapokuinua kidogo, unapopata senti, hapo sasa vita vinainuka. Ile senti inakupa namna ya wewe kuitumia. Ulikuwa so mlevi, unaanza kwenda baa. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kipindi ambacho ulikuwa hauna, ulikuwa na mipaka kwenye kula. Hata senti ya akiba inaonekana, Mungu akakuinua kukupa kazi. Unaanza kutumia mpaka ile ya akiba. Hata una chochote ndani, hata una 100 ndani. Kipindi ambacho huna kazi ndani kulikuwa kuna hela. Ile kipindi ambacho umepata kazi ndani hauna hela. Ni kwa nini ndani hauna hela na sasa hivi una kazi? Vita vya kimaamuzi, vita vya matumizi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Unaanza kuchanganyikiwa hapo. Ni kitu gani ambacho kinatokea? Mpaka kipindi ambacho una pesa, pesa haionekani. Kipindi ambacho hauna pesa, pesa inaonekana. Shetani anaketi kwenye matumizi. Anakuhakikishia kwamba utumie yote ili kesho upate. Lengo lake ni nini? Anaizia kesho yako kuonekana mbele za watu. Watu wanashinda kuelewa siku ambayo unayo, siku ambayo hauna. Kila siku unaomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Kuna watu wako hapa, wana watu ambao wanaishi nao, wanafanya kazi. Leo tarehe ngapi? Tarehe 26. Baba hana hata senti ndani. Mama hana hata senti ndani. Wewe hapo kama unaamini, nipigie simu atakwambia sina hela. Analipa mshahara na hana hela. Na bado hata mwezi ujaisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Vita vya matumizi. Na ndio maana ukitaka kujua tabia ya mmea, mwombea inuke kiuchumi, alafu uone atakuolea wanawake wangapi na wewe ukiona katika macho yako hivi. Mwombea inuke kiuchumi. Na ndio maana kuna wakati walokole lazima kufahamu, kuna vita vya kimatumizi vinapelekea mtu kuwa na tabia ambayo yeye hakuwa nayo mwanzo. Sio mkimbie, anza kumwombea. Anza kumwombea. Na ikiwezekana sasa unaanza kumshusha katika uchumi ili arudi kwenye reli, alafu unamkumbusha na kumbuka Bwana alikuinua ukaniletea mwanamke mwingine. Sasa Bwana amekurudisha nyuma ili uone usamani wangu mimi ambaye tunaishi hapa ndani. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Vita vya kimatumizi. Sasa hivi tunakuona mlokole, viatu ni hivyo hivyo. Unatembea unavaa viatu vyako tu vizuri bila shida yoyote. Mungu alikupatia kazi, amekupa hela. Tunaanza kuona unaanza kuvaa maraba makubwa mpaka huko. Tunaanza kuona unanua majinsi ya kuchanika kwa sababu hela inakupa namna gani ya wewe uitumie. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kuna watu wanasema hela inawasha. Inakupa namna gani ya wewe utumie. Sasa hivi hapa watakuuliza kusuka, utasema mimi sipendi kusuka. Sipendi kuvaa yale mawivi. Kwa maana tabia inakataa mapambo. Lakini leo Mungu akupe ajira. Mungu akupe kazi. Mungu akupe hela. Tunaanza kuiona tabia yako. Tunaanza kuona mavazi yako ambayo ni asili. Tunaanza kuona tabia yako ambayo ni asili. Tunaanza kuona majibu yako ambayo ni asili. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndio maana ukitaka kujua mchungaji wako anakupenda, nabii wako anakupenda, mtume wako anakupenda, muombe Mungu amuinue katika kanisa. Uone kama atakukumbuka. Ninamjua